baada ya mnyama mwituni kushuka mzigoni mechi ya ufunguzi katika upande wa zile tatu ambazo zilikuwa zimesalia upande wake kufungua njia ya kuweza kufuzu na kwenda katika hatua ya robo finali katika michuano ya CAF Champions League. Basi njia hiyo imeshindwa kufunguka, na baada ya njia kushindwa kufunguka rasmi Simba anaondoshwa katika mashindano ya CAF Champions League katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Mnyama anaendelea kubakia na alama moja katika upande huo, wakati ambao hiyo alama moja ndio itamtosha kuendelea kukaa huko kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika top class, top performance ya hali ya juu ambayo anataraji kuwa nayo katika michezo miwili na kila ambacho kimesalia katika nafasi yake. Kikosi cha miamba hii ya wekundu wa Msimba Simba, kundi lao ambalo ni kundi D, ni kundi ambalo kwa sasa limekuwa kundi gumu upande wao baada ya kuondoshwa, na sasa watapaswa kucheza kukamilisha ratiba tu. Tayari msimamo upo wazi upande wa kafu. Msimamo wao wanaonyesha dhahiri shairi kwamba hapa Simba hana nafasi ya moja kwa moja. Yaani hata akifanya vipi kwa msimamo huu Simba hawezi kutoboa kwenda katika hatua inayofuata, kwa sababu akishinda mechi zote mbili atakuwa na idadi ya alama 7. Alama 7, anayeongoza kundi na alama 8. That means ana uwezo wa kukaa nafasi ya pili kwa upande wa Esperance de Tunis kwa hizo alama 7. Lakini ugumu ni kwamba huyo Esperance tayari amecheza naye na amepata sare katika mchezo. Sasa Esperance de Tunis wao na Simba ni kwamba Esperance kwenye michezo miwili akipata sare kwenye mchezo hii miwili ambayo atacheza dhidi ya Stade Malien mechi moja, alafu mechi nyingine anakuja kumaliza dhidi ya Petro Atletico. Hawa wawili anapaswa kucheza nao. Sasa within michezo hii miwili akipata ushindi au sare ya aina yoyote anafikisha alama 7. Akifikisha alama 7 ni sawa na Simba ambaye atakuwa ameshinda mechi zote mbili ambazo zimesalia. Wote watakuwa na alama 7. Ina maana Esperance de Tunis yeye kwanza ana faida ya mtaji wa mabao, hadawi bao lolote. Lakini jambo la pili ni kwamba ile head to head ndio jambo ambalo tunatazama kwa kina kwenye michuano ya CAF, kwamba mlivyokutana ile kuaje. Simba anaondoshwa kwenye nafasi ya pili, kama ikitokea ikawa hivyo atakaa katika nafasi hiyo, kwa maana ya kwamba ni wakati ambao tutazama Esperance de Tunis atakuwa na alama 7 na Simba atakuwa na alama 7. Kama Esperance michezo miwili watapata sare mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Lakini pia bado kuna ugumu kwenye upande wa Petro Atletico. Petro ana alama 5 na yeye kasaliwa na michezo miwili. Ataraji Simba anapaswa amfunge. Akimfunga ina maana Simba atakuwa na alama 5 kwa sababu ndio mechi inafuata. Simba atakuwa na alama 4. Then Petro ataendelea kukaa katika nafasi ya 3. Then mechi inayofuata Petro anakuja kumaliza dhidi ya Esperance. Na hii ndio mechi ambayo Simba anamuombea alikuwa anapaswa amuombee Petro apate sare ili afikie alama 6. Akifika alama 6 ila bara Simba yeye atakuwa juu, kwa maana yeye atahitaji pia mpige Stade Malien, then yeye Simba toke alama 4 afike alama 7. So automatically kundi la Simba kwa mahesabu yaliyopo ana uwezo wa kumaliza nafasi ya 3, lakini hawezi kumaliza katika nafasi ya pili. Na kwenye kundi tunazipeleka timu takriban 2, aliyeshika nafasi ya kwanza na aliyeshika nafasi ya pili. Huku upande wa CAF Champions League hakuna cha best loser kwamba kuna huyu alicheza vizuri lakini akapoteza. No, aliyemaliza nafasi ya kwanza na nafasi ya pili automatically wao ndio wanasogea katika hatua inayofuata, then wale wengine mnapewa asante kwa kushiriki kama ambavyo tayari imekuwa na kama ambavyo tayari pia itakuwa katika upande wa kikosi cha wekundu wa Simba katika nafasi. So mnyama wa mwituni Simba Sports Club safari yake imefikia ukingoni, imefikia tamati. Simba atajaribu katika wakati mwingine, lakini sio wakati huu kwenye hichi ambacho kinaonekana na hichi ambacho watu wengi hawakutarajia. So rasmi Simba kwa msimamo wa kundi hili nafasi yao au safari yao imeishia hapa, na hapa ni wakati ambao watasubiri katika wakati mwingine kutazama kila ambacho watakuja kufanya. Haikuzoeleka kwa Simba kuwa hivi, lakini ndio hivyo tena.
tayari imejitokeza na tayari imekuwa, so mnyama hana budi kuyapokea matokeo haya ambayo tayari yapo. Simba ambacho ana uwezo wa kujifariji ni kuhakikisha kwamba wanampiga au wanamfunga Petro, then unafikia alama 4, Petro na baki na 5, then mechi ya mwisho wamuombe Petro asipate ushindi mbele ya Esperance de Tunis, kwa maana apoteze au aweze kupata sare, then wao wapate ushindi mechi dhidi ya Stade Malien au wapate sare, kwa sababu wakipata sare it depends watakuwa wameshinda mabao mangapi kwenye mechi yao ya ambayo watakutana kwenye mchezo huu ambao utawakutanisha miamba hii miwili katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya kila ambacho tayari kinaonekana na kila ambacho tayari kipo mezani zaidi. So huo ndio msimamo wa kundi kama ulivyo. Simba wao kundi, nadhani kilichobakia ni thank you kukamilisha ratiba kwa aina ya kundi ambalo tayari limeonekana kuwa kundi jepesi mwanzoni kabla ya kucheza mechi yoyote, lakini zimechezwa mechi 4, Simba mechi zote zimewawia ngumu, na ndio timu pekee kwenye hili kundi ambayo haijapata ushindi. Timu nyingine zote kwenye hili kundi zimepata ushindi, zimepata sare, lakini wao michezo 4 ndio timu pekee yenye sare. Upande wako msimamo huu wa kundi na nafasi ya Simba walao kumaliza katika nafasi ya 4 isiwe kumaliza katika nafasi ya 3 isiwe nafasi ya mwisho, unaitazama vipi? Tupia comment yako, lakini pia hakikisha umeweza kusubscribe ili kwanza kurufaika na kuzidi kuzipata taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa kimichezo zaidi katika upana huu. Mnyama wa mwituni ndio hivyo tayari ameaga mashindano. Tunasema Simba bye bye, panapo majara ya Mwenyezi Mungu ataweza kushiriki katika wakati mwingine.